Jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai, nina kila sababu ya kukushukuru. Ninasema asante Mungu wangu, asante Yesu Kristo, asante Bwana kwa sababu ya wema na fadhili zako unazotukirimia kila inapoitwa leo. Hakika wewe ni shujaa na ni shujaa wa msalaba. Ninakushukuru kwa matendo yako makuu. Ninakushukuru kwa uwezesho wako wa kutukusanya mahali hapa. Tazama Bwana, ni sisi uliotuchagua asubuhi ya leo wana online Gideon TV kuwa mahali hapa kwa ajili ya kusikiliza tafakari ya neno lako. Ninatiisha kila falme zilizo kinyume na mpango wa Mungu. Nimesimama mahali hapa kwa ajili ya jina lako kuu ambalo lina nguvu kuliko majina yote Bwana. Roho yote inayojiinua na itiisha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nasimamisha agano la damu ya Yesu Kristo peke yake mahali hapa. Ikatawale fahamu zetu, akili zetu na mioyo yetu, hata nafsi zetu, ili tukaweke mawazo yetu mahali hapa. Tusikilize tafakari ya neno la Mungu ili tuongoze na kutulinda na kutuinua katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamwalika Roho Mtakatifu, mtawala na mwalimu na mfundishaji, atufundishe neno lake, atujulishe yatupasayo kutenda, atuelekeze katika kumtumainia na kumwendea yeye. Karibu Roho Mtakatifu ututawale, na kila mwenye pumzi aseme amen. Ninawakaribisha wana Gideon Online TV, wapendwa watazamaji, kwa ajili ya siku ya leo tulipata sana kibali mbele za Mungu kusikiliza neno lake. Hapa ni Mlima Moria, huduma ya maombi na maombezi inayoendeshwa chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili 6. Ninawakaribisha. Tunakwenda moja kwa moja kwenye mada yetu ya leo au tafakari yetu ya leo. Tafakari yetu ya leo inatuambia kwamba, inasema kwamba futa fahari za kataa fahari za shetani ili ushinde uovu hasa wa asili. Tunaposema fahari za shetani tunamaanisha nini? Fahari za shetani ni yale mambo yanayomsababisha shetani akufuatilie, yanayosababisha akukumbushe, anayosababisha akutege katika udhaifu ulionao. Katika hizi fahari za shetani zimegawanyika katika mafungu matatu. Fungu la kwanza, ambayo ni fahari kubwa sana ya shetani anayoitumia kwa ajili ya kupotosha nafsi za watu na fahamu za watu, hasa tunapotamka kwamba tumeokoka, tumeyaacha ya kale, yamekuwa mapya. Basi shetani anatafuta mbinu na njia za kuturudisha kule tulikotoka, ya kufanya tusimjue Mungu wala tusilijue neno lake. Asubuhi ya leo tunakwenda kuona fahari ya kwanza ya shetani inayosababisha tukarudi kule tulikotoka, tukarudi Misri, tukarudi kwenye dhambi, tukarudi kwenye maovu tuliyokuwa tunatenda, hasa maovu ya asili. Dhambi ya kwanza au fahari ya kwanza ya shetani anayotumia ni mazoea kwa Mungu. Anakusababisha unamzoea Mungu. Anatumia mbinu ya aina yoyote kupita kwenye yale mambo uliyoyakataa, yale mambo uliokuwa unayafanya ambayo hayampendezi Mungu, ukaamua kuyaacha ili uokoke, ili umrudie Mungu, ili ubadilike, ili utoke katika ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa nuru. Basi shetani anakukumbusha kwamba, kwani ulipokuwa Misri ukazoea jambo hili, ukazoea labda kuiba, ukazoea usinzi, ukazoea uivu, kwani ulipata hasara gani? Na sasa hivi kwani ukifanya hivyo utapata hasara gani? Sasa shetani anaingia kwenye ufahamu wako, ambao mtu hujakana yale matendo ya kale, hujakataa zile fahari zake ambayo bado unayakumbuka. Kwa mfano wewe ni mwizi, na bado una vile vifaa vya kufanyia wizi. Kwa mfano wewe una makundi mabaya ambayo walikuwa wanakushauri kutenda uovu, lakini yale makundi bado uko nayo. Hiyo ni fahari ya shetani. Sasa shetani anatumia watu wale au makundi yale au vitu vile kukuletea tena tamanio la kufanya yale maovu, na kukudanganya kwamba ukifanya hivi wewe umeacha hili, umeacha kuiba, utaishije? Umeacha usinzi, utatunzwa na nani? Umeacha kutembea na ume, watu utatunzwa na nani? Kwa mfano wewe kwanza ni mjane. Lakini Mungu halalishi dhambi kwa kupitia makosa au kwa kupitia taabu. Mungu analalisha unyenyekevu ili akuinue unapomwamini yeye. Tuangalie katika maandiko ya Mungu tunavyoonyeshwa mazoea kwa Mungu yalikuwaje. Tuangalie katika kitabu cha Danieli 5:18 mpaka 22.
Nami nasoma kwa msaada wa Bwana. Kwa habari zako, mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadreza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliompa, watu wa kabila zote na mataifa yote na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, na aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilikuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamwondolea utukufu wake. Akafukuzwa mahali pa mwanadamu, moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukaloa maji na umande wa mbinguni, hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote. Haleluya, watu wa Mungu, mshangilie Mungu. Hapa tunaonyesha mfalme huyu alipewa mamlaka na Mungu. Nebukadreza alikuwa mfalme mkubwa sana ambaye alitawala Rumi, alitawala Uajemi. Alipopewa kila kitu, moyo wake ulijaa kiburi. Alimzoea Mungu, akaona atatenda kama anavyotenda, atafanya kama anavyofanya. Basi akaenenda mbele za Mungu kwa kiburi kwa ajili ya mazoea. Yamkini wala hakuomba tena, hakumwabudu tena, hakumsifu tena, wala katika sheria zake hakufuata sheria za Mungu tena. Akamwacha kwa sababu ameona kila kitu Mungu amempa. Hadi amempa mamlaka ya kuua, mamlaka ya kuacha hai, mamlaka ya kutukuza, mamlaka ya kushusha. Akajiona yeye sawa na Mungu. Kwa hiyo akamzoea Mungu. Alipotenda kiburi kwa kiburi, alipoacha sheria za Mungu, alipoacha zile fahari za shetani zilipomjia, sasa alipokumbushwa fahari za shetani zilipomjia kwenye ufahamu wake, ndipo akaacha yale maagano ya Mungu, akaacha sheria za Mungu. Na Mungu akamwadhibu, akamtoa kwenye kiti chake cha enzi, akampeleka porini kwa miaka 7. Akala majani kama ng'ombe, akaota nywele kama mnyama wa porini, na moyo wake ukawa kama moyo wa mnyama. Akatafutwa katika falme zake, hakuonekana. Akatafutwa katika jamaa zake, hakuonekana. Ndio maana basi nasema shetani anatumia fahari zake kukuonyesha fahari za kwake za duniani, na anakutumia aliona sasa huyu ameshamtegemea Mungu wake, na tutamfanyaje ili amwache? Tumpe fahari zetu, tumwambie Mungu anakusaidia ndio kila kitu unacho. Aliingia kwenye fahamu yake, akamnong'oneza, Nebukadreza, wewe unaweza kuua, unaweza kuweka hai, unaweza kufukarisha, unaweza kutajirisha, ni kitu gani ambacho tena una? Kwa hiyo fanya kama unavyoona sasa na Mungu alivyokujalia, kwa sababu amekuona wewe ni mwenzake, ndio maana akakupa hizo mamlaka zote. Na Nebukadreza alipokwenda kule porini hiyo miaka 7, alikaa kula kila majani kama ng'ombe. Analizoea kula vizuri, mfalme anaishi mahali pazuri, mfalme anakula vizuri, mfalme anataka kitu, anakula kitu anachokitaka. Lakini kwa ule muda wa miaka 7 ndipo aligundua kwamba kumbe Mungu anayaweza yote. Kumbe Mungu ndiye mtawala wa mbingu na nchi. Kumbe haya yote niliyojivunia ni Mungu mwenyewe alinipa. Hapo tumeona mazoea kwa Mungu yanavyoleta hasara. Nebukadreza alipelekwa porini kula majani kama ng'ombe. Tuone tena kujihalalishia dhambi au kudharau neno lake kunaleta hasara gani? Naomba ufungue nami kitabu cha Danieli hiyo 5 kuanzia mstari wa 23. Nami nasoma kwa msaada wa Bwana ili tukajifunze jinsi ya kujua fahari za shetani anapotuletea, anakotupeleka, hasa anapotusababisha tujihalalishie dhambi. Bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea, nao umeisifu miungu ya fedha na dhahabu na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yake i mkononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza.
ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zako, na maandiko haya yameandikwa. Na maandiko yaliyoandikwa ni haya: Mene, Mene, Tekel na Peres. Na tafsiri yake maneno haya ni hii: Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kuukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peres, ufalme wako umegawanyika, nao wamepewa Medi na Waajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarao, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa. Shangilie Bwana, mtu wa Mungu. Neno la Mungu tunavyo jinsi ilivyo vigumu jinsi dhambi unavyojalalishia inavyokuletea madhara makubwa. Na kujalalishia dhambi ni mbinu ya shetani ya kukuletea fahari za mambo uliyotenda nyuma, na wewe ukayashikilia kwa sababu ameona sasa umeshamwacha, unamkimbilia Mungu. Kwa hiyo tujilinde sana, mtu wa Mungu uliyefika mahali hapa, tujilinde na hizi fahari za shetani Mungu anapotubariki. Hapa huyu Belshaza alikuwa ni mtoto wa Nebukadreza. Aliona baba yake kabisa, alienda porini akala majani miaka 7 akaishi kule, na yeye akatawala badala yake kwenye kiti cha baba yake. Hakuona kwamba ninanipasa mimi kutenda vema kuliko baba yangu ili niweze kukaa kwenye hiki kiti. Na yeye akachukua, wakati baba yake akienda kule porini, alipomwacha Mungu, baba yake alichukua vitu, aliteka mji wa Yerusalemu, akachukua vitakatifu vya Mungu vyote kwenye lile hekalu la Yerusalemu, akavipeleka Ukalidayo. Alipopeleka Ukalidayo, Belshaza alipotawala, akaona sasa cha kuonyesha kwamba mimi nina utawala mahali hapa, nichukue vile vitakatifu vya Mungu vyotoka Yerusalemu, yani ni mkufuru Mungu. Sasa akavichukua vile vikombe na bilauri za dhahabu zilizokuwa kwenye hekalu la Yerusalemu, ambavyo vitu hivyo vimetakaswa kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya Mungu. Akavinywea divai yeye na makahaba, yeye na masuria. Masuria ni wake ambao hawajahalalishwa kuwa wake, hao walikuwa ni makahaba, ni masuria wake. Akafanya machukizo kwa Mungu, akavinywea pamoja na wale masuria. Alipovinywea, Mungu alikasirika, kitanga cha mkono kikashuka mbele yake, kimeandikwa haya maneno ambayo yeye mwenyewe alimshangaza. Yalipoandikwa, ndio akatafuta mwonaji aje akamsomee kitabu hicho. Kitanga hicho kiliandika Mene, Mene, Tekel na Peres. Hapo akawa ameambiwa ufalme wako umeraruliwa kwa sababu umejiinua moyo wako, ukavinajisi vitakatifu vya Mungu bila kukumbuka kwamba aliyekuweka kwenye mamlaka ni Yesu Kristo peke yake, au ni Mungu mwenyewe alikuweka. Kwa hiyo haya ni mazoea ya dhambi. Walizoea kumkufuru Mungu. Wakaldayo walizoea kumkufuru Mungu. Wakaldayo walikuwa wachawi na waganga. Lakini Belshaza alipowekwa kwenye huu ufalme, alipaswa kutii Mungu aliyemweka kwenye ile mamlaka. Hakumtii, alifanya yanayompendeza yeye mwenyewe. Shetani ndiye aliyemletea zile fahari. Sasa akamwambia, wewe unaachaje kutumia vyombo vya dhahabu vilivyoko kwenye nyumba yenu ya kifalme? Kwa nini unaviweka ili nini? Ili wakujua kwamba wewe ni mkubwa, vinywe na masuria wako. Alivyovinywea, ndio maana kile kitanga kikashuka mbele ya ukuta, maandishi yale yakaandikwa. Alipoambiwa kwamba ufalme wako umeraruliwa, umepimwa na umeraruliwa na umekwisha ufalme wako, akaona basi tena, akaona haiwezekani, labda Mungu hawezi kuniondoa, ataniondoa kwenye milki, ataniondoaje kwenye milki? Akakumbuka kwamba alimwahidi Danieli kwamba ukiweza kunitafsiria maandishi haya, nitakufanya mtu wa tatu kutoka kwenye ufalme wangu. Akatimiza ile la Danieli, akamwapisha Danieli kuwa mtu wa tatu kutoka kwenye ufalme. Usiku huo akauawa, usiku huo akafa. Kwa hiyo shetani alifurahia, alishangilia, kwa sababu aliweza kumletea fahari za kale za ufalme wa uliopita. Na hata sisi, mimi na wewe, unaweza ukaletewa matendo ambayo umetenda ukiwa hujaokoka, ili uyarudie kuyafanya, Mungu akuangushe, kwa sababu anakasirika mtu ambaye ameshamjua akamwacha. Haleluya, mtu wa Mungu, mshangilie Bwana. Basi mtu wa Mungu, unapaswa unapookoka sasa, unapaswa usiangalie nyuma,
Usitazame nyuma. Zipo fahari ambazo shetani anazifuatilia. Kwa mfano, wao umekana kwamba sitafanya jambo fulani, lakini vitendea kazi vya lile jambo umevihifadhi ndani ya nyumba yako. Si bado unavitumia tu. Wewe ni mwizi, una spana za kuvunja nyumba za watu, una mapanga, una masururu ya kuvunja nyumba za watu, umezihifadhi ndani. Iko siku shetani atakwambia sasa, ukichukua ukivunja nyumba fulani, nimeona na vitu vingi sana, si unapata mali tena, anakujua. Unahama, umeacha pombe kwa sababu nimeokoka, niache pombe ili niweze kumtumikia Mungu wangu. Unatoka hapo unaenda kunywa pombe njia panda, umejificha ili watu wasikuone. Je, ni Mungu unamficha au ni mwanadamu? Hizo ni fahari za shetani anazokuletea ili urudi nyuma tu. Uongo, mtu wa Mungu, uongo ni fahari kubwa mno shetani anayoitumia. Anakusababishia useme uongo ili Mungu akuache. Anajua kabisa uongo Mungu wako hapendezwi nao. Na neno la Mungu linasema uongo ni baba wa dhambi, ni baba wa laana. Anakuletea uongo, useme uongo tu, hata useme watumishi wa Mungu, hata uwasingizie, utoe ushahidi wa uongo, hata ni mahakamani mtu afungwe, akunungunikie, akulaani, utoke kwenye uokovu, urudi Misri tena. Matendo haya unayafanya kwa siri. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapoamua kuokoka ili kuepuka hizo fahari za shetani, kataa. Ili kuepuka haya marudia ya kurudi kule ulikotoka, kataa fahari za shetani. Ukiamua kuchukua hatua, chukua hatua, nenda moja kwa moja mbele. Kataa yale matendo uliyokuwa unafanya. Kama wewe ulikuwa msinzi, yale makundi ya kuelekeza kwenye usinzi, zile namba zao za kuchati nao, futa ili uelekee katika mpango mwingine wa Mungu. Wala Mungu halalishi dhambi kwa sababu ya taabu zako. Usije ukasema eti mimi ni mjane, kwa kuwa mimi ni mjane basi nisipotafuta mtu kunitunzia familia sitaweza kuishi. Mungu halalishi hilo jambo hata siku moja. Unapoamua kutoka gizani ukaingia nuruni, Mungu anakutunza, Mungu anakutengenezea njia, Mungu anaona hatua yako uliochukua. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tengeneze mioyo yetu, tuache kusikiliza yale yaliyopita ili shetani asitutege kwa fahari zake za marudia ya dhambi tulizofanya. Tuone mtu aliyesema uongo na uongo ule akamsababishia mauti kwa sababu ya uongo. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 5, mtu wa Mungu 5 kuanzia mstari wa 1. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa kati ya mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu. Anania aliposikia maneno haya akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawatawala watu wote walioyasikia haya. Basi mtu wa Mungu, ona shetani anavyotumia fahari ya uongo kukurudisha Misri, au kukuua, kwa sababu anajua atakapodanganya adhabu yako itakuwa kubwa kuliko ile ya mwanzo. Anania huyu walikubaliana kabisa kwamba tuuze kiwanja, tuwatunze watumishi wa Mungu ambao alikuwa ni akina Petro. Tuuze kiwanja hiki tupeleke fedha, ili maana alikuwa naye ni mtumishi wa Mungu. Lakini wakakubaliana na mke wake kwamba tuweke mali zetu mbele za Mungu, tutoe sadaka, tuwatunze watu wa Mungu. Wakakiuza kile kiwanja. Ile pesa iliyopatikana, tayari shetani akaingiza wivu ndani, tayari shetani akaingiza hila ndani. Akaona watu hawa kweli wanaenda kutoa sadaka watabarikiwa, na wakibarikiwa ni kwamba wametuacha kabisa. Sasa nafanyaje hapa? Niingize uongo, niingize hila. Na shetani akawapata vizuri kabisa. Wakapatana na mke, bwana, kama tumepata 2,000,000, tuseme tulipata 1,000,000 tutabaki naye, itatusaidia. Wakakubaliana, wakaenda. Roho Mtakatifu aliyaona hayo, kwa sababu Mungu huwa anaona aliyoko sirini na aliyofichika. Akayaona, akawauliza, kwa nini mmeamua kumwambia Roho Mtakatifu uongo? Na hiki kiwanja kilipokuwa mikononi mwenu, kilikuwa mali yenu, basi msingekitoa, msingeleta ahadi kwamba mnatoa, mngebaki na mali zenu. Kwa hiyo mtu wa Mungu anatufundisha wazi kabisa. Anania
alikuwa ameamua kutoka kwa kutoa sadaka ya kiwanja chake. Alikuwa ameamua kuacha uovu kwa kutoa sadaka ya kiwanja chake. Wakapatana na mke wake, lakini akaona hapana, nimngoje pale mbele, niweke hila ndani yake, niweke wivu ndani yake, niweke tamaa, alafu ije kwa njia ya uongo. Ndio maana nimesema tangu mwanzo kwamba uongo ni fahari kubwa mno shetani anayoitumia, na tunapaswa kutunza mioyo yetu na vinywa vyetu. Unaposema jambo uwe na uhakika nalo, usiropoke tu, itakuwa tanzi kwako. Na hata unapolifanya ukamsingizia mtu jambo ambalo hakulifanya, ukashuhudia, ukaapa kwamba ni kweli amefanya, ni kweli niliona, ukatoa ushahidi wa uongo mahakamani akafungwa, ukatoa ushahidi wa uongo akapata hasara, ujue hukumu yako ipo. Na hiyo hukumu ni Mungu atakutoa kule kwenye fahari, atakutoa kule kwenye ufalme wake, atakurudisha kwenye fahari ya shetani. Utakutana mtumwa wa shetani kama mwanzo. Unatembea, unamwabudu Mungu, unamuomba Mungu, unamtumikia Mungu, lakini ndani yako kuna uongo wa asili. Ndani yako kuna tabia isiyompendeza Mungu. Ndani yako kuna kiashiria kisichompendeza Mungu. Ndani yako kuna matendo machafu yasiyompendeza Mungu ambayo unafanya kwa siri. Sasa hapo umemkaribisha shetani ili akuletee fahari zake. Anapokuambia kwamba ukirudia, ukienda, ukifanya kidogo haiwezi kusababisha kosa lolote, basi wewe unakwenda unafanya. Kwa hiyo unatakiwa tumuombe Mungu sana. Unapopiga hatua kwenda mbele za Bwana, shetani hafurahi. Shetani anakasirika sana. Shetani amekosa mfuasi, shetani amekosa mwanachama. Anamkosaje? Kwa atajitahidi kukutafuta kwa hali na mali, na ili usipatikane, kataa zile fahari zake, kataa ule utajiri wake, kataa zile tabia zake, kataa kabisa, ili asikupate katika njia yoyote. Usiseme uongo, usiibe, usiangalia zile amri za Mungu, tembea kwa kuzitimiza, mtu wa Mungu. Basi mtu wa Mungu, tunapofikia hapo sasa, tunatakiwa tujirudi, tujitafakari mioyo yetu. Je, mimi ninaendaje mbele za Bwana? Je, wokovu wangu unampendeza Mungu? Je, kweli nimekwenda mbele kwa mbele au nakwenda mbele na kurudi nyuma kwa siri? Yale matendo ya siri yanayotuangamiza. Ukija kuona mtu limetokea katika mwili na nyama, ni kwamba alishaanza, mtu anapata hasara. Labda unasikia mtu ameokoka lakini ameshikwa ugoni, mtu ameokoka lakini amekamatwa akiwa anaiba, mtu ameokoka lakini amekamatwa akiwa analoga, akiwa anachawia. Si kwamba ameanza siku hiyo. Shetani ameongeza fahari zake taratibu taratibu, kwa sababu yeye mwenyewe amemkaribisha, na kwa sababu alimkaribisha, basi amempata na amemwangusha. Na anguko hilo lilikuwa ni kubwa, kwa sababu shetani anahakikisha akuangushe kabisa, usiamke tena ukampiga tena. Kama Anania hapa, alikufa yeye na mke wake kwa sababu ya uongo tu na kwa sababu ya mali yao. Kile kiwanja kilikuwa ni mali yao wenyewe kabisa, lakini wakaahidi kumpa Mungu. Lakini shetani alipoingiza fahari zake, wakaamua wazuie ile hela nusu kwa nusu, nusu watoe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tafakari sana wokovu wako. Angalia sana mambo yale ya siri ambayo watu hawayajui, wewe ndio unayejua ndani ya moyo wako. Unayafanya kwa siri, unarudia ile marudia ya kale, lakini ukumbuke kwamba Mungu ndiye aliye. Wokovu ni neema ya Kristo Yesu. Unapopata neema ya kuokoka, mtu wa Mungu, ndugu mtazamaji wa Gideon Online TV, unapopata neema ni ya kuitunza mno, ni thamani mno, ni tunu ya Mungu, unatakiwa uitunze. Unapata neema ya wokovu ili shetani asije akakudanganya, shetani asije akakuingilia, shetani asije akakuletea fahari zake zikakurudisha nyuma. Anaweza akakuletea ufukara, ukasema sasa nimekuwa fukara namna hii, nimekuwa fukara hivi, si bora nirudi kwenye yale mambo yangu tu nikaendelea ili nikaweza kuishi. Hapana, mtu wa Mungu. Mungu hamwachi mtu aliyemkimbilia. Mungu hamwachi muhitaji. Mungu hataacha kukupa mahitaji yako. Naye pia anaangalia, mwanangu ananifuatiliaje? Mwanangu huyu ananinyenyekeaje? Mwanangu huyu ananitia sema kwamba anataka kuja kwangu. Kwa hiyo jidhihirishe kwa Mungu kwamba umekubalika kwa matendo yako, na kuacha yale mambo ambayo yalikushapita ndani ya ukoo au ndani ya familia au ndani ya moyo wako, au yale uliokuwa unatenda. Wengine hata walikuwa hayajui. Kwa mfano kama uchawi, kuna mtu anayejua kama fulana analoga, lakini ndani yako unajua kwamba mimi naendaga kwenye vikao, mimi ninaloga. Yaache zile zana zake, zitupe huko, zisalimishe kwa watumishi wa Mungu ili upone. Mtu wa Mungu, hapo tunapofikia sasa ni sehemu ile ya mtu kujitafakari mwenyewe. Uache uongo, uache wizi, uache tamaa, uache wivu, uache uasherati. Wivu na tamaa zinakuwa ndani ya moyo wa mtu ambaye anaujua yeye mwenyewe. Je, mimi ninapoona mali ya mtu najisikiaje?
Je, ninapoona mtu amepiga hatua najisikiaje? Je, ninapoona mtu anastawi kazini kwake najisikiaje? Ukiona roho inakuvuta, kwa nini fulani amefanikiwa, unaumia. Kwa nini fulani amefanikiwa? Kwa nini fulani amepandishwa cheo? Kwa nini fulani amenunua gari? Kwa nini fulani amejenga nyumba? Ujue kwamba hiyo ni roho ya tamaa iliyoko ndani yako, ni roho ya wivu iliyoko ndani yako. Iombee, omba kwa Mungu. Ukimwambia Mungu hii roho sitaki, na anakuondolea. Ikishindikana, funga na kutoa sadaka. Mwambie Mungu, wivu unaniandama sana. Unanisa kama nikiona mali ya mtu tu, nikiona mali ya rafiki yangu tu, ninatamani ingekuwa ya kwangu. Ninatamani kuiharibu. Ninatamani arudishwe nyuma. Huo ni wivu mbaya ambao hautakuruhusu usonge mbele katika neema ya Mungu. Unaweza kuwa unaona mwenzako ameshinda au amefaulu, amepata chochote kile kizuri, unaumia roho. Ukiona unaumia, ujue ni roho ya tamaa iko ndani yako, ni roho ya wivu. Uongo, mtu wa Mungu, ndio umetusababisha vinywa vyetu vimetupeleka kwenye dhambi na laana. Uongo, kusema jambo ambalo huna uhakika nalo. Uongo, kusikiliza neno la mtu kuhamisha hapa na kupeleka hapa. Uongo ambao umesababisha uchonganishi hata kwenye familia, hata kwenye ndoa, hata kwenye vituo vya kazi. Mtu wa Mungu, tawala kinywa chako. Muombe Mungu atawale ulimi wako, maana ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini ni kiungo kikubwa mno kinachoweza kusababisha madhara makubwa sana katika maisha. Maana hata kuja kujuta haiwezekani kufuta tena, umekwisha sema, umekwisha fanya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, chunga kinywa chako, chunga ulimi wako, chunga moyo wako, ambaye wewe mwenyewe unaweza ukatathmini. Unaweza ukashinda kutwa wiki nzima ukasema, hivi wiki hii nimefanya nini? Hivi sikuona kitu cha fulani kweli? Kwa nini roho hili niuma nilipokiona? Kwa nini aliponieleza mafanikio yake mimi niliumia? Kwa nini alinieleza kwamba nimeagiza gari langu liko bandarini nikaumwa na roho nikaanza kuona wivu? Kwa nini? Na rafiki yangu. Unakuwa na rafiki yako, ukimweleza tu mafanikio anaanza kukukataa na kurudi nyuma na kukujibu kwa mkato, hata ukimpigia simu hapokee. Nini? Ni roho inamuuma kwa sababu ya yale mafanikio yako. Hiyo roho inaweza kupingika, inaweza kufutwa, Mungu anaweza kukuondolea kama kweli umeamua kumwishia Mungu, kama kweli umeamua kuokoka kwa moyo wako wote, umeamua kupiga hatua, umeamua kumshika Yesu. Hizo ni fahari za shetani anazozitumia, kwa sababu anajua utakapokuwa na wivu na yale maendeleo ya rafiki yako, lazima utajiwekea ukuta. Mungu hata kuwa anasema na wewe tena, Mungu hata shughulika na wewe tena. Na kama utaona wivu, lazima utafuta mbinu za kuharibu kile kitu alichonacho. Roho ya wivu inapoinuka ndani yako, inakutuma ufanye uharibifu juu ya kile kitu. Hata ni mtoto wa mtu amekwenda amesoma, roho inakutuma ufanyeje tu ili asifaulu, ufanyeje tu asiende kazini, ufanyeje tu akienda kazini arudishwe, afukuzwe. Na hakisha fukuzwa, kumbuka ile hukumu inakuja kwako, na Mungu hapo umemkosa. Mtu wa Mungu, tuyaangalie maisha yetu, tutafakari njia zetu, tutafakari mapito yetu. Tusimkaribishe shetani kwa kutumia fahari zake. Tusirudie na kukumbuka marudia yetu tuliyokuwa tumetenda, ili tuweze kurudia tena. Mungu atatuacha. Mungu anasema usiwe vuguvugu. Ukiwa vuguvugu anakutapika, na akikutapika utapata shida sana. Utakuwa kama Nebukadreza aliyekwenda kula majani, au Belshaza aliyekufa, aliyetoa kitanga kwa sababu ya vyombo tu vya kunywea divai. Akachukua divai akavinywea na masuria. Mungu akakasirika kwa sababu utukufu wake umetukanwa, kwa sababu utukufu wake umedharauliwa.